إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. أحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu kipenzi wa umma, kwanza kabisa naihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusieni nyinyi katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Watakaofaulu katika maisha haya ya duniani na watakaofaulu pia katika maisha ya akhera ni wale watakaojipamba na sifa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumcha Allah ni Muislamu kujiweka katika maamrisho, ni Muislamu kujiweka katika taa na kujiweka mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibatu fillah, katika juma zilizopita tulihusiana juu ya kila mmoja kujifanyia muhasaba, kujifanyia tathmini. Na hii tulisema ni kwa sababu tulikuwa tunauaga mwaka uliopita na tunaingia mwaka mpya. Tumeuaga mwaka wa 1446 na tumeingia mwaka wa 1447. Kwa tulihusiana na kuhimizana juu ya kila mmoja ajifanyie tathmini ndani ya mwaka mzima, ajifanyie muhasaba, muhasabatu nafsi fi khidmati din. Kila mmoja ajifanyie muhasaba katika kuitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwaka mzima umeitumikiaje dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kila mmoja anajifahamu vizuri na kila mmoja anafahamu namna alivyoitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muhasabatu nafsi fil faraidh, kujifanyia muhasaba, kujifanyia tathmini katika ibada za lazima, katika ibada za faradhi. Kwa upande wa swala nikoje? Swala za jamaa nikoje? Ndani ya mwaka mzima jifanyie tathmini. Lakini vile vile muhasabatu nafsi fi nawafil, kujifanyia muhasaba katika ibada za sunna, swala za sunna, funga za sunna. Jifanyie muhasaba ndani ya mwaka mzima uliopita, ulikuwaje wewe kwa upande wa sunna. Lakini vile vile muhasabatu nafsi fi talab alilmi, mtu ajipime na ajifanyie tathmini katika kuitafuta elimu.
elimu ya kuijua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani ya mwaka mzima ni kiasi gani cha elimu ulichokipata, elimu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kuna vitabu vingapi umevisoma vya kidini? Milango mingapi umeisoma ya kidini? Masala ngapi umesoma ya kidini? Jifanyie muhasaba. Lakini pia muhasabatu nafsi fi qira'ati al-Qur'an al-Karim, kujifanyia muhasaba na tathmini katika kuisoma Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani ya mwaka mzima umehitimisha Qur'ani mara ngapi? Jifanyie muhasaba. Waja wema waliotangulia wao walikuwa, kuna ambao walikuwa wanahitimisha ndani ya siku 3, kuna ambao walikuwa wanahitimisha ndani ya siku 5, kuna ambao walikuwa wanahitimisha Qur'ani ndani ya wiki, kuna ambao walikuwa wanahitimisha Qur'ani ndani ya siku 10. Sasa hebu wewe jifanyie tathmini, ndani ya mwaka mzima umehitimisha Qur'ani mara ngapi? Au unasubiria mpaka itakapofika Ramadhani ndipo utaishika Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio utaanza kuisoma Qur'ani? Nje ya Ramadhani mtu asome Qur'ani, na katika Ramadhani vile vile utakuta hahitimishi Qur'ani. Muislamu ujiulize, Qur'ani wewe umehitimisha mara ngapi? Au wewe ni miongoni mwa wale ambao wameihama Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawajishughulishi na kuisoma Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala? Wewe ni miongoni mwao. Ni aibu kubwa kama itapita siku nzima mtu hajasoma hata aya moja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Inapita wiki nzima Muislamu hajasoma Qur'ani hata kidogo, na anaridhika na mazingira hayo. Ndiyo maana Mtume sallallahu alayhi wasallama alitushtaki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sisi kuihama Qur'an, na shtaka hilo likanukuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema, waqala ar-rasulu ya rabbi, na amesema mtume, Mola wangu, inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura, hakika watu wangu wameifanya Qur'ani hii ni hamo. Maulama wa tafsiri wanasema, man lam yaqra al-Qur'ana faqad hajarahu, mtu ambaye haisomi Qur'ani huyo ameihama Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hebu jikague na jiangalie na jitathmini, wewe ni miongoni mwa walioihama Qur'ani ya Allah au ni miongoni mwa wale ambao wanaisoma Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala? Lakini pia kuna watu ambao hawajui kabisa kuisoma Qur'ani. Ni Muislamu, anazaliwa kwenye Uislamu lakini hajui, hakuna anachokifahamu katika Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hana aya anayoifahamu, hana sura anayoifahamu, hana juzuu anayoifahamu, na yeye amezaliwa ndani ya Uislamu au ameingia Uislamu tangu siku nyingi. Anaweza kujifunza mambo mengine lakini hana muda wa kujifunza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Harun thumma harun, ni aibu kisha ni aibu. Ahibatu fillah, fanya tathmini, umehitimisha Qur'ani mara ngapi? Umehudhuria mihadhara ya kidini mara ngapi? Umehudhuria semina za kidini mara ngapi? Durusi umehudhuria mara ngapi fil masajid? Kila mmoja anatakiwa ajiulize. Jibu atakalolipata ataona ya kwamba ana mapungufu au hana mapungufu. Kama una mapungufu, tulisema jirekebishe. Katika mwaka huu 1447 fanya marekebisho. Kama haukuwa ni mwenye kuihudumia dini na kuitumikia dini, sasa itumikie dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ulikuwa ni mzembe katika faraidh, fanya marekebisho sasa, fanya yale ambayo umelazimishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ulikuwa hujasoma Qur'an, sasa weka nia na azma katika kuyasoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Weka azma kuanzia leo. Man azama ala shay'in ahanahu Allah, mtu akiweka azma ya kufanya mambo fulani, Allah subhanahu wa ta'ala anamsaidia. Wa hayya lahu al-asbaba, na Allah humwandalia sababu allati tu'inuhu ala ikmali al-amal, sababu ambazo zitamsaidia yeye kuyakamilisha yale ambayo aliyawekea azma, aliyanuia
kwamba nitayafanya mambo haya. Ahibatu fillah, khutba yetu ya leo ina kichwa cha habari kinachosema fadlu shahri llahi almuharrami, ubora wa mwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala, mwezi wa Muharram, wa siyamu Ashura, na funga ya Ashura. Haya ndiyo tutakayojifunza na kukumbushana katika hutuba yetu ya leo. Ahibatu fillah, mwezi wa Muharram ni miongoni mwa miezi ile ambayo ni mitukufu. Mwezi wa Muharram ni fursa kwa Waislamu, kwa sababu famin fadlillahi subhanahu wa ta'ala ala ibadihi, miongoni mwa fadhila za Allah kwa waja wake, an ja'ala lahum mawasima, Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia waja wake misimu, amewapa waja wake misimu, amewapa Waislamu nyakati na misimu hiyo. Yastakthiruna fiha min al-a'mal, wanazidisha katika kuyafanya yaliyokuwa ya kheri, wanazidisha katika kufanya amali njema. Wayatanafasuna fiha, na wanashindana katika misimu hiyo, fima yuqarribuhum ila rabbihim, kwa kuyafanya mambo ambayo yanawaweka wao karibu na Mola wao. Saidu man ikhtarama tilka almawasim, na mtu mwema na mtu mtukufu ni yule ambaye anaipatia faida misimu hiyo. Miongoni mwa misimu hiyo ni pamoja na msimu wa mwezi wa Muharram. Usikupite, fanya khairi, fanya yaliyokuwa mema kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibatu fillah, mwezi wa Muharram ni katika miezi mitukufu. Annahu min al-ashhuri al-hurumi, mwezi wa Muharram ni katika miezi mitukufu allati qala Allah subhanahu wa ta'ala, miezi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna iddatash shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah, hakika idadi ya miezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni miezi 12 katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma khalaqa as-samawati wal arda, tangu siku alipoumba Allah subhanahu wa ta'ala mbingu na ardhi. Katika hiyo miezi 12, minha arba'atun hurum, kuna miezi ambayo ni mitukufu. Dhalika dinul qayyim, hiyo ndio dini iliyokuwa ya sawa sawa. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, msizulumu nafsi zenu katika miezi hiyo, msifanye dhulma katika miezi hiyo. Hiyo ni suratul Tauba aya 36. Qala ibn Abbas radiyallahu anhu, ibn Abbas radiyallahu anhu anasema akifasiri kipande hiki cha aya, fala tadhlimu fihinna anfusakum, Ibn Abbas anasema fi kullihinna, msifanye dhulma katika miezi yote 12, msidhulumu nafsi zenu katika miezi yote 12. Usifanye dhulma ya kutokufanya toa, usifanye dhulma ya kutokufanya ibada, usifanye dhulma kwa kufanya maasi na makosa na madhambi, unakuwa unaidhulumu nafsi yako. Usifanye hivyo katika miezi yote 12. Thumma ikhtassa min dhalika 4 ashhuri, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaihusisha miezi 4 katika miezi hiyo 12. Faja'alahunna haraman, Allah subhanahu wa ta'ala akaifanya miezi hiyo ni mitukufu mno. Wa 'azzama hurumatihinna, na utukufu wake akaufanya ukawa ni mkubwa. Waja'ala dhanba fihinna a'zam, na akafanya dhambi, makosa yanayofanyika katika miezi hiyo, madhambi yake yanakuwa ni makubwa. Wal amala salihah, na matendo mema ambayo yanafanyika katika miezi hiyo mitukufu, wal ajra a'zam, ujira wake unakuwa ni mkubwa. Ahibatu fillah, katika miezi hii mitukufu unapomkosea Allah subhanahu wa ta'ala, unapofanya dhambi, unapofanya kosa, unaandikiwa madhambi makubwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini unapofanya jema hilo inakuwa na thawabu nyingi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, miezi hiyo mitukufu ambayo
Muislamu hatakiwi kuidhulumu nafsi yake katika miezi hiyo. Ameitaja Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema as-sanatu 12 shahran, mwaka una miezi 12, minha 4 hurum, miongoni mwa miezi hiyo 12 kuna miezi 4 ambayo ni mitukufu. 3 mutawaliyat, miezi 3 imefuatana. Akaitaja akasema Dhulqaada, mwezi wa Dhulqaada ambao ni mwezi wa 11 katika miezi ya Kiislamu, wa Dhulhijja, na mwezi wa Dhulhijja ambao ni mwezi wa 12 katika miezi ya Kiislamu, wal Muharram, na Muharram ambao ni mwezi wa kwanza katika miezi ya Kiislamu, wa Rajab Mudhar, na mwezi wa Rajabu alladhi baina Jumada wa Shaabana, ambao uko katikati ya mwezi wa Jumada athania na mwezi wa Shaaban, na mwezi wa Rajab ni mwezi wa 7 katika miezi ya Kiislamu. Hii ndiyo miezi ambayo ni mitukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, tukiwa katika mwezi huu wa Muharram, na tumeambiwa mwezi wa Muharram ni katika miezi mitukufu, je, tunaweza tukaufunga mwezi mzima wa Muharram au tunafunga masiku yapi? Aliulizwa Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, shekhe mkubwa katika mashekhe wakubwa wa zama hizi, aliulizwa, je, mwezi wa Muharram mtu anaweza akaufunga mwezi mzima? Shekhe akasema, qala shaykhu rahimahullahu ta'ala, shahrullahi al-Muharram, mwezi wa Allah wa Muharram, faqad qala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu mwezi huo, afdalu siyami ba'da ramadhana shahrullahi al-Muharram, funga iliyokuwa bora baada ya funga ya Ramadhani ni funga inayofungwa katika mwezi wa Muharram. Rawahu al-Imam Muslim. Kisha shekha akasema, fa idha samahu kullahu, ikiwa mtu ataweza kufunga mwezi mzima wa Muharram, fa huwa tayyibun, jambo hilo ni jambo jema, jambo hilo ni jambo zuri. Kama mtu atakuwa na uwezo wa kuweza kufunga siku zote 30 au 29 za mwezi wa Muharram, itakuwa ni vizuri. Au sama 9 wal 10 wal 11, au akafunga siku ya 9 na ya 10 na ya 11 katika mwezi huu, akasema fadhalika sunna. Akifanya hivyo, hiyo itakuwa ni sunna. Kwa mtu akawa na uwezo wa kufunga mwezi mzima wa Muharram, funga hii ni bora kuliko funga zote za sunna. Ni funga ambayo inakaribia thawabu na malipo na ubora wa mwezi wa Ramadhani. Ahibatu fillah, tulisema katika mwezi huu wa Muharram kuna funga inaitwa funga ya Ashura. Hiyo pia ina fadhila zake. Katika hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Ibn Abbas anasema, qadima an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-Madinata, alikuja Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mji wa Madina. Faraa al-yahuda, akawaona Wayahudi, tasumu yawma Ashura, wakifunga siku ya Ashura. Faqala ma hadha, Mtume akauliza, hii ni siku gani mnaifunga? Qalu hadha yawmun salihun, wakasema hii ni siku njema, hii ni siku nzuri. Hadha yawmun naja Allahu bani Israil, hii ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliwaokoa wana wa Israeli min aduwihim, kutokana na adui yao. Faswamahu Musa akafunga siku hiyo kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kuwaokoa na adui yao Firaun. Qala, baada ya kusema maneno hayo, faswamahu Musa akaifunga siku hiyo. Qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ana ahaqqu bi Musa minkum, mimi nina haki na Musa kuliko nyinyi, mimi na haki ya kumfuata
Musa kuliko nyinyi. Faswamahu, Mtume sallallahu alayhi wasallama akaifunga siku ya Ashura, wa amara bisiyamihi, na akawaamrisha watu wengine pia waifunge siku hiyo, akawaamrisha maswahaba waifunge siku hiyo. Muttafaqun alayhi. Miongoni mwa malipo ambayo yanapatikana kwa mtu kuifunga siku ya Ashura, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, siyamu yawm Ashura, funga ya siku ya Ashura, ahtasibu ala Allah, ninatarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, an yukaffira sanata allati qablahu, anifutie madhambi ya mwaka uliopita. Unapokuwa umefunga siku ya Ashura, miongoni mwa faida yake, miongoni mwa matunda yake, unasamehewa madhambi yako na Allah subhanahu wa ta'ala, madhambi ya mwaka mzima. Madhambi yanayokusudiwa ni saghairu dhunubi, ni madhambi madogo madogo, ama madhambi makubwa yanahitajia tauba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi nyingine ya Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Ibn Abbas anasema, ma ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yataharra siyama yawmin faddalahu ala ghayrihi, sikuwahi kumuona Mtume sallallahu alayhi wasallama akiwa anakusudia kufunga siku ambayo ameifadhilisha, ameiona ni bora kuliko siku zingine, illa hadha al-yawma, isipokuwa siku hii. Hii siku Mtume alikuwa anaikusudia na alikuwa akiifunga yauma Ashura, nayo ni siku ya Ashura. Wa hadha ash-shahra, na mwezi huu Mtume alikuwa anakusudia kuufunga, yani shahra Ramadhana, anakusudia mwezi wa Ramadhani. Rawahu al-Bukhari. Kwa ndugu zangu katika imani, funga ya Ashura ni funga ambayo aliifunga Mtume sallallahu alayhi wasallam, na akaamrisha Waislamu waifunge siku hiyo. Na Waislamu kwa hakika, mkifikiwa na siku hiyo, mkiwa mko salama, msiache kufunga siku hiyo. Ina malipo makubwa na ina fadhila kubwa na ina faida kubwa katika maisha yako ya kila siku. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairi almuslimina wal muslimat, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, wa ba'd. Hiba, khutba yetu ya leo inaelezea ubora wa mwezi huu wa Muharram na funga ya Ashura. Kwa kumalizia khutba yetu, tuangalie maratibu siyami yaumi Ashura, daraja za kuifunga siku ya Ashura, au namna ya kuifunga funga ya Ashura. Qala Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, Ibn Uthaymeen anasema, siyamu yaumi Ashura lahu 4 maratibun, kuifunga funga ya Ashura, funga hii ina daraja 4. Almartabatu alula, daraja ya kwanza, an nasuma at-tasi'a wal-ashira wal-11, tufunge siku ya 9 na siku ya 10 na siku ya 11 katika mwezi huu wa Muharram. Wa hadha a'la al-maratibi, Sheikh anasema, na daraja hii ndio daraja ya juu na yenye malipo makubwa. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, sumu yawma Ashura, fungeni siku ya Ashura, wa khalifu fihi al-yahuda, na tofautianeni katika funga hiyo na Mayahudi. Wasumu qablahu yawman, fungeni siku ya Ashura siku moja kabla yake, au baadahu yawman, au siku iliyo baada yake. Kwa mtu anaweza akafunga siku ya 9 na ya 10 na siku ya 11 kwa kufuata hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha Sheikh akasema, wal insanu idha swama thalathata, na mwanadamu anapofunga masiku haya matatu, hasala ala fadilati, anapata ubora na thawabu siyami 3 ayami min ash-shahri,
anapata ubora na thawabu na malipo ya kufunga siku 3 katika kila mwezi. Kila mwezi ni sunna Muislamu kufunga siku 3 katika kila mwezi, na maulama wengine wakasema siku 3 hizo ziwe ni ayyam al-bidh, yaani ni yale masiku meupe. Kwa hiyo unapokuwa umefunga siku 3 katika mwezi huu wa Muharram, tayari utapata fadhila na thawabu za kufunga siku ya Ashura, lakini pia utapata thawabu ya kwamba umefunga siku 3 katika mwezi huu wa Muharram. Al-martabatu thaniya, daraja ya pili, tutafunga at-tasi'a wal-ashir, siku ya 9 na ya 10, liqauli nabii sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, la in baqitu ila qabilin, kama nitabakia mpaka mwakani, Allah subhanahu wa ta'ala akaniweka hai mpaka mwakani, la asumanna tasi'a, nitafunga siku ya 9, akiwa na maana ya kwamba nitafunga siku ya 9 na siku ya 10. Lima qila lahu au lamma qila lahu, alisema maneno hayo pale alipoambiwa innal yahuda kanu yasumuna al-ashira, kwamba mayahudi wao walikuwa wanaifunga siku ya 10 tu na wanaitukuza siku hiyo ya 10 tu. Wakana yuhibbu mukhalafata al-yahudi, na mtume alikuwa anapenda kwenda kinyume na mayahudi, alikuwa anapenda kuwakhalifu mayahudi, bal mukhalafata kulli kafirin, bali mtume alikuwa na tabia ya kumkhalifu kila kafiri. Kwa daraja ya pili ni kufunga siku ya 9 na siku ya 10. Al-martabatu thalitha, daraja ya 3, al-ashiru ma'al hadi ashara, ni kufunga siku ya 10 pamoja na ya 11, na maana ukafunga siku 2, ukafunga siku ya 10 na ya 11. Al-martabatu rabi'a, daraja ya 4 na ya mwisho, al-ashiru wahdahu, ni kufunga siku ya 10 peke yake. Ahibatu fillah, hizo ni daraja au namna ya kuifunga siku ya Ashura. Wewe mwenyewe utapiga mahesabu, tukiwa leo tuko tarehe 2 katika mwezi wa Muharram, leo ni tarehe 2 katika mwezi wa Muharram, utapiga mahesabu siku ya 9 itakuwa ni siku gani, na siku ya 10 itakuwa ni siku gani, na siku ya 11 itakuwa ni siku gani. Piga mahesabu, kuwa tayari kuyafunga masiku haya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kufutiwa madhambi ya mwaka mzima. Kwa kweli Allah hapendi kutuona tunabaki na mizigo ya madhambi. Ametuwekea njia na sababu nyingi ya kusamehewa na kufutiwa madhambi hayo. Njia hizo na sababu hizo tuzitekeleze kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili tuweze kusamehewa madhambi yetu na Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almu'minun, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin وانصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.